Ndugu zangu, salamu. Niwasalimu kwa jina la Yesu. Leo nikushirikishe hili wazo kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa mtu mmoja dunia iliharibika. Kwa mtu huyu mmoja. Kwa mtu mmoja haya magonjwa yanayotusumbua kama wanadamu, kama dunia, changamoto zote unazoziona katika uso wa dunia hii, kwa mtu mmoja zilikuja. Kwa mtu mmoja zilianza. Kwa mtu mmoja zilianza kutesa wanadamu. Zilianza kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja huyo pia tunaweza tukakombolewa kutoka katika mateso na katika dhiki tulionayo. Kwa mtu mmoja. Kwa mtu mmoja ni wa thamani sana. Mtu mmoja. Mtu mmoja huyo, mtu mmoja ndiye alianzisha maasi yote. Kwa mtu mmoja watu walianza kuuana. Kwa mtu mmoja watu walianza kudhulumiana. Kwa mtu mmoja watu walianza kunyonyana, kufanyana unyonyaji. Kwa mtu mmoja dhuluma ilianza. Kwa mtu mmoja rushwa ilianza. Kwa mtu mmoja wivu ulianza. Kwa mtu mmoja fitina ilianza. Kwa mtu mmoja ubinafsi ulianza. Kwa mtu huyo mmoja mambo yote mabaya yalikuja kwa mtu mmoja. Lakini pia kama Biblia hapa inavyosema katika ile Warumi 12, Warumi 5:12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa chanzo ni mtu mmoja. Chanzo ni mtu mmoja. Mtu mmoja ndipo wote wanakuwa wameingia katika hatia. Mtu mmoja ndiye alianzisha ushoga, watu wote wakasema mbona safi hiki kitu, wakapokea. Mtu mmoja ndiye alianzisha kwamba ndoa za jinsia moja, watu wote wakapokea. Mtu mmoja ndiye alianzisha wazo la watu kuzini. Mtu mmoja ndiye alileta X mtandaoni. Ndio maana sisi tumo mitandaoni humu, tunajaribisha, tunafanya kazi ya kueneza ujumbe wa Kristo, ili katika ule ujumbe mbaya ambao unakuwa unaenezwa na watu, mambo ya kuzini, mambo ya sex, mambo ya betting, mambo ya mabaya yote, mambo ya vinywaji vya kileo, yani kila kitu, vileo mbalimbali, mambo yote yanayofanyika mabaya yanakuja. Lakini na sisi watu wa Kristo lazima tuingize zile taarifa zetu ili watu wachuje. Usipoiharibu dunia itakuharibu wewe. Usipoibadilisha dunia itakubadilisha wewe. Nisipoibadilisha dunia itanibadilisha mimi, kwa sababu dunia hii inabadilisha watu. Dunia hii inabadilisha watu. Kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, lakini jambo jema ni kwamba kwa mtu mmoja pia dunia inaweza kukombolewa. Sehemu yoyote unapoona mabadiliko, changes, mabadiliko yanaletwa na mtu mmoja. Tusisubiri watu wengi. Kwa hiyo kwa mtu mmoja kitu chema kinaweza kikazaliwa. Kwa mtu mmoja vitu vibaya vinaweza pia vinazaliwa kwa mtu mmoja. Some hapa katika hiyo Warumi sura ya 5 mstari wa 19 hapa anasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa kutii kwake mtu mmoja tunahesabiwa kuwa wenye haki. Kwa hiyo mtu mmoja, ukianza mabadiliko sehemu, mtu mmoja wewe unaweza ukabadilisha eneo, ukaliaffect eneo zima, watu wengi wakabadilika kwa mtu mmoja. Hivyo niishie kwa kumalizia kwamba kwa mtu mmoja maasi yaliingia ulimwenguni, dunia iliharibika. Kwa mtu mmoja dunia inaweza ikahesabiwa kuwa na utii au kuwa wenye haki. Hivyo kama umenielewa, Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote wenye masikio kusikia asikie. Amen.